Waumini wa dini ya Catholic duniani kote wiki kadhaa wametoka kuwa na majonzi ya kumpoteza Papa Francis, ambapo wote walikuwa kwenye kizungumkuti, lakini na taarifa ilikuwa ya mshtuko kidogo kwa sababu alikuwa anasumbuliwa, ndio anaumwa, lakini kifo chake kilikuwa kimeshitushwa sana au kilikuwa kimewashtua watu sana mara baada ya ibada ya Pasaka kushiriki, lakini ghafla taarifa za kifo chake zikatangazwa kutoka makao makuu huko Vatican. So ilikuwa ni majonzi, lakini kipekee leo waumini hao wa Katoliki duniani wametangaziwa papa wao mpya, au papa mpya amepatikana mara baada ya moshi mweupe ambao ulikuwa unasubiriwa kwa hamu kuonekana kwenye majengo hayo yaliyoko huko Ufaransa. So papa huyo aliyepatikana anaitwa Cardinal Robert Prevost. Huyu ni kutoka Marekani. Yeye amechaguliwa kuwa papa wa 267 na muda mfupi baada ya moshi mweupe kufuka juu ya kanisa la Sistine Chapel alifichua cheo chake kipya ambapo papa ataitwa Papa Leo wa 14. Anamlisi Papa Francis, papa wa kwanza wa mjesuti wa Amerika ya Kusini, ambaye muda wake wa miaka 12 uliusukuma mageuzi ya kifedha ya Vatican na kupigania kupambana na mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa sababu wengi wa wapiga kura wa leo walioteuliwa na Francis, wachambuzi wanatarajia Papa P kuendeleza mtazamo huo wa nje, huku akiweka mtindo wake mwenyewe mwenye sura inayofuata ya kanisa. So hizo ni taarifa ambazo zinatoka huko Vatican, ambako papa mpya ameshapatikana. Sasa hapa tunaambiwa kwamba Robert Cardinal Prevost ni mzaliwa wa Chicago nchini Marekani, na hadi kuchaguliwa kwake alikuwa akihudumu kama mkuu wa dicastery ya kanisa kwa maaskofu. Papa Leo wa 14 mwenye umri wa miaka 69 ametumia muda wake mwingi akitumikia nchini Peru na ana uraia wa Marekani na Peru. Lakini kabla ya kutangazwa majina kadhaa yalikuwa yanatajwa kumrithi Papa Francis kuongoza kanisa Katoliki. Baadhi ya majina hayo ni Cardinal Pietro Parolin, alikuwa katibu wa mambo ya nje ya Vatican chini ya Papa Francis na kumfanya kuwa mshauri mkuu wa Papa. Lakini pia kuna Peter Codro Apia Turkson. Huyu ni Mganda wa kwanza kuteuliwa kuwa kardinali nchini Papa John Paul wa pili mwaka 2023 alipewa nafasi kubwa na watunga vitabu vya bahati nasibu kabla ya kupiga kura mwaka 2013 ambapo Francis alichaguliwa badala yake. Lakini pia Cardinal Fridolin Ambongo Besungu anatoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambako amekuwa askofu mkuu wa kanisa kwa miaka 7. Lakini pia kulikuwa na Cardinal Luis Antonio Gokim Tengo, alitajwa kama chaguo muhimu. Kanisa Katoliki lina ushawishi mkubwa katika nchi yake ya Ufilipino, ambako takriban 80% ya watu ni Wakatoliki. Lakini pia kulikuwa na makardinal Robert Prevost na Joseph Tabin, pia walitajwa mara kadhaa kama warithi wanaowezekana kuchukua kiti hicho cha Papa Francis aliyefariki. Mkutano wa siri wa kumchagua papa ulianza jana katika kanisa dogo la Sistina, ukijumuisha makardinali 133 kutoka maeneo mbalimbali duniani.
Kuchaguliwa kwa papa huyu kunafuatia kifo cha Papa Francis aliyefariki akiwa na umri wa miaka 88 siku ya Jumatatu ya Pasaka, yani tarehe 21 April, na mazishi yake kufanyika siku ya Jumamosi, yani tarehe 26 April. Huu ni mkutano wa watu wa uchunguzi wa papa, watu wa uchaguzi wa papa unaofanyika kwa siku mbili na kumpata papa. Mikutano mingine ni ile iliyofanyika mwaka 2005 na 2013 ambayo ilidumu kwa siku mbili tu. So hizo ni taarifa kutoka mji mkuu huko Vatican, ambako papa wa kanisa la Katoliki amepatikana, na naamini ni furaha kwa waumini wa Katoliki kwa kile ambacho kimetokea na kumpata papa ambaye pia anaingia kwenye historia kuwa papa wa kwanza kutoka nchini Marekani, maana Marekani haijawahi kutoa papa, so huyu ni papa wa kwanza kutoka nchi ya Marekani. Lakini nilitaka kupata maoni, nione maoni ya waumini wa dini hiyo ya Catholic, lakini pia Wakristo na watu mbalimbali juu ya papa huyu aliyepatikana. Je, wana imani naye? Atakuwa na milengo kama ya Papa Francis ambaye wote tunajua alikuwa ni mtu wa watu ambaye anakuwa anasisitiza amani sana, kiasi ambacho alienda mpaka Sudani kuweza kuongea na watu ambao wanaishikilia ile nchi, maana tunajua Sudani kuna vita vinaendelea, lakini yeye alienda kiasi cha kuwapigia magoti viongozi ili kusitisha vita. So huyu alikuwa ni papa ambaye anaamini kwenye amani zaidi na kupendana zaidi na kuombeana. So sijajua sasa papa huyu Leo wa 14 naye atakuwa na maono hayo. Tunaanza na huyu wa kwanza, yeye anasema asante Mungu kwa kukamilika kazi ya kumtafuta mrithi wa Papa Francis. Mtie nguvu papa mpya aliongoze vema kanisa takatifu Katoliki la mitume. Wakati mwingine huyu akasema tunahitaji papa mweusi. So naamini haya ni mambo ambayo yanaendeshwa kiimani zaidi, na ni Mungu ndo ambaye anasimamia haya. So muda ukifika, naamini papa Mwafrika atapatikana tu, ni swala la muda, kama ambavyo Marekani walisubiri mpaka papa wa 263 ndo aje awe papa kutoka Marekani. So muda wote huo hajawahi kutokea papa wa huko. Lakini mwingine akasema tawala 4 zilizotawala dunia, Danieli 2 na 7, wakati moja Babeli, 2 wa Medi na Wajemi, 3 Wagiriki au Wayunani, 4 Warumi au Roman Empire. Na huyu papa huenda atatimiza unabii wa kuwatesa watu wa Mungu, lakini watu wengi hawajui, wanafurahia tu bila kufahamu kuwa hawa ndio wapinga Kristo. Wameua watakatifu wengi na wamebadili majina amri za Mungu. Utawala wa Rumi utawatesa watu wa Mungu na kuwaua siku za mwisho, na ndio huu utawala utakuja kukutwa na Yesu Kristo na atawahukumu. Ni mitazamo yake, yeye ndo anaonelea huko. Lakini mwingine akasema kumechangamka sasa, kazi iendelee. Mwingine akasema Mungu ni mweza wa yote, anajua kila analofanya. Amekuchagua uwachunge kondoo wako, naomba utuchunge vema. Lakini mwingine akasema Papa Leo wa 14 anasisitiza amani kwa watu wote, Mungu awe nawe kuimarisha amani duniani. Wakati huyu mwingine akasema dunia ya Mungu, vita vya mzungu, piga papa mzungu kwa kuliongoza kanisa Catholic, Mungu akutie nguvu upingane na Sodoma na Gomora. Wakati huyu wa mwisho yeye akasema tunataka papa wetu wa Kiafrika, muacha ujumbe huu unachana nao. Kuna mwingine huyu hapa, yeye anasema hongera kwako papa mpya kushika kijiti cha kuliongoza kanisa Katoliki, Mungu awe nawe
Amen. So hayo yalikuwa ni maoni ya wadau juu ya hili ambalo limetokea leo kwa papa huyu kutoka nchini Marekani anayefahamika kwa jina la Cardinal Robert Prevost ambaye ametangazwa kuwa papa wa 263 na atajulikana kama Papa Leo wa 14. So hongera waumini wa dini ya Katoliki kwa kupata papa. Kikubwa tumuombee ili awe na maono yale ambayo yanamfaa Mwenyezi Mungu au yanampendeza Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho atakuwa anakiongoza.